أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Anasema, nilikuwa naeleza kuhusu vita ya Ahzab katika hutuba iliyopita, namna ambavyo kwa sababu ya uvunjifu wa ahadi wa Mayahudi wa Khaibar na ubaguzi wao, jeshi moja la makafiri likawa tayari ili kwa kuwashambulia Waislamu waweze kuwaangamiza. Maelezo mengine yanapatikana katika historia kama hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma Sulayt na Sufyan bin Auf Aslami ili kuleta habari ya majeshi. Wote wakaenda. Walipofika mahala pa Baida ni maeneo ya wazi katikati ya Makka na Madina na ni mbele ya Zulhulaifa, na Zulhulaifa ina umbali wa maili 6-7 kutoka Madina. Kwa vyote vile wapanda farasi wa Abu Sufyan wakawaona na kupigana nao. Wote hawa wakipigana nao vita wakauawa shahidi. Wote wakaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakazikwa kwenye kaburi moja. Imeandikwa ya kwamba uamuzi wa kuchimba handaki ulipotolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akapanda farasi yake na pamoja naye walikuwepo wahajiri wengi na answar vile vile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatafuta mahala pa kupigia kambi kwa jeshi, na mahala hapa akapaona panafaa ya kwamba yeye aweke mlima wa Sala kuwa nyuma yake na handaki ichimwe kutoka Mazaz hadi Zabab na Ratij. Mazaz ilikuwa mahala karibu na mlima wa Sala katika Madina, na Zubab ni jina la mlima mmoja karibu na Madina. Ratish ilikuwa ngome moja katika ngome za Madina. Hiyo ilikuwa ngome ya Mayahudi. Pia inasemwa kwamba ilikuwa mlima mdogo mashariki mwa Zubab. Siku ile kazi ya kuchimba handaki ikaanza, na Waislamu wakakopa vifaa vingi vya kuchimba kutoka Banu Quraiza kama vile sululu na shoka na majembe na kadhalik. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakabizi watu wa kaumu mbalimbali kazi ya kuchimba handaki. Ye akawagawa maswahaba zake katika makundi ya watu 10 na kwa ajili ya kila kundi la watu 10 akawapangia kariban kipande cha mita 40. Mtume mwenyewe akashiriki katika uchimbaji na akabeba udongo juu ya mgongo wake hadi mgongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na tumbo lake vilikuwa vikichafuka na vumbi. Waislamu waliokuwa wakimaliza kazi zao mapema walikuwa wakienda kuwasaidia wengine mpaka handaki ikachimbwa. Sio kwamba wakimaliza kazi yao wakae, hapana, bali walikuwa wakiwasaidia wenzao katika uchimbaji wa handaki. Waislamu wote wakashiriki. Hazrat Abubakar na Hazrat Umar wakikosa vikapu walikuwa wakihamisha udongo katika vitambaa vyao. Shuka walikuwa nayo walikuwa wanaitumia ili kubeba udongo. Mirza Bashir Ahmad Sahib pia ameeleza maelezo yake. Anasema
kuficha habari ya jeshi kubwa kama hivi kulikuwa kugumu kwa makafiri, na kisha nizamu ya ujasusi ya mtume saa salam pia ilikuwa imara sana. Hivyo jeshi la Quraish lilikuwa limetoka Makka tu na habari yake ikamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akawajumuisha masahaba na akashauriana nao. Katika ushauri huo alikuwepo sahaba moja mwaminifu wa Iran, Salman Farsi. Kwa kuwa Salman Farsi alikuwa anajua njia ya kupigana vita za Kiajemi, hivyo ye akatoa ushauri kwamba mbele ya maeneo ya Madina yasiyo na ulinzi tuchimbe handaki moja ndefu na pana, na hivyo tutafanya mpango wa kujilinda. Wazo la handaki lilikuwa mpya kabisa kwa Waarabu, lakini baada ya kujua kwamba njia hii ni maarufu na inafaa katika nchi za Ajemi, mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali pendekezo lake. Katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza kwamba Mungu pia alikuwa amemwambia mtume kwamba njia hiyo ni sawa. Kwa vyote vile imeandikwa ya kwamba kwa kuwa mji wa Madina ulikuwa na ulinzi toka pande tatu, yani kwa sababu ya kuta za nyumba, miti na milima, pande hizi tatu zilikuwa katika ulinzi, na ulikwepo upande mmoja tu, yani kona moja tu ya Kisiria ambapo maadui wakijumuika wangeweza kuivamia Madina. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri ya kuchimba handaki upande huu usio na ulinzi, na yeye katika usimamizi wake kwa kupiga alama chini ya kanuni ya ugawaji na kwa kugawa handaki katika vipande vya futi 15 akawakabizi masahaba 10 kila kipande. Katika zoezi la ugawaji wa makundi likatokea hitilafu moja zuri kwamba Salman Farsi awe mtu wa kundi gani. Kila kundi lilikuwa likitamani kwamba Salman Farsi awe pamoja nao. Je, yeye achukuliwe kuwa mhajiri au kwa kuwa alikuwepo katika Madina kabla ya ujio wa Islam, hivyo ahisabiwe katika Ansar? Na kwa kuwa Salman alikuwa anajua njia hiyo ya kupigana vita na pia alikuwa na mwili madhubuti na imara, kila kundi lilikuwa likitamani kwamba Salman awe pamoja nao. Mwishowe hitilafu hiyo ikaletwa kwa mtume akasikiliza pande zote, kisha mtume akasikiliza maneno ya kila kundi na kisha akasema kwamba, huku mtume akitabasamu, kwamba Salman hatokani na kundi lolote, si katika Ansar wala Wahajiri, bali Salman minna ahlal bait, yani Salman ahisabiwe katika ahli yangu. Tangu wakati ule Salman akapata heshima hiyo ya kwamba yeye kana kwamba akaanza kuhisabiwa kama mtu wa familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilmuradi rai ya kuchimba handaki ilipokubaliwa na watu wote, kundi la masahaba wakivaa mawazi ya vibarua wakajitokeza katika medani ya vita, na kazi ya kuchimba haikuwa kazi rahisi, ilikuwa ni kazi ngumu mno. Kisha huo ulikuwa ni msimu wa baridi vile vile, na kwa sababu hizi siku zile masahaba wakalazimika kuvumilia matosi makubwa, na kwa kuwa shughuli zingine zilikuwa zimefungwa kabisa, hivyo watu ambao kazi yao ilikuwa ni kufanya kibarua kwa siku na kujikimu, na walikuwepo masahaba wengi kwa Waislamu walikuwa wanafanya kibarua kwa siku, na hivyo walikuwa wakijikimu wao katika siku zile, wakalazimika kuvumilia njaa na shida zingine za chakula. Na kwa kuwa maswahaba hawakuwa na watumishi wala watumwa, hivyo maswahaba wote walikuwa wakilazimika kufanya kazi kwa mikono yao. Makundi ya watu 10 yalikuwa waliokuwa wamekabidhiwa kazi hii wakagawa kazi yao kama hivi kwamba wengine walikuwa wakichimba na wengine walikuwa wakibeba udongo na mawe juu ya migongo yao na kutupa nje. Mtume pia muda mwingi alikuwa akiupitisha karibu na handaki, na saa nyingine akishirikiana na masahaba alikuwa anafanya kazi ya kuchimba na kubeba udongo wa handaki. Katika zoezi la kuchimba handaki ili kuwapatia maswahaba bashasha, shairi pia ilikuwa ikisomwa.
katika maelezo yake imeendikwa ya kwamba imesimuliwa na sahal bin saad na anas ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alitujia sisi tulikuwa tunachimba handaki na tulikuwa tunapeleka udongo nje mtume salallahu alaihi wasallam alipoona hali yetu na njaa yetu akasema kwamba allahumma la aisha illa aishu lakhira fakfiri lansara walmuhajira e allah starehe ni starehe ya akhira tu basi uwaghufirie ansar na wahajiri hapo maswaba watukufu wakimjibu mtume wakasema kwamba nahnu lazi bayau muhammada alal jihade ma bakina abada kwamba sisi ndio watu tuliofanya bayat ya muhammad saa salam juu ya jihadi maadamu tuko hai hatbara bin azib anasimulia ya kwamba siku ya handaki mimi nilimwona mtume salallahu alaihi wasallam akibeba udongo hadi rangi nyeupe ya tumbo lake ikafichika kwenye vumbi mimi nikamsikia mtume akisoma shairi ya ibni rauha kwamba wallahi laula mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina faanzilna sakinatan alaina wathabit alaqdama in laqina والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا yani mola wetu kama isingekuwa fadhili yako sisi tusingepata mwongozo nasi tusingeweza kupata hadhi ya kufanya ibada yako na kutoa sadaka basi e mungu wangu kwa kuwa umetufikisha katika hali hii sasa katika muda huo mgumu pia uijalie mioyo yetu utulivu na tukipambana na maadui basi utujalie uimara katika dini unajua ya kwamba watu hawa wametangulia katika kutushambulia kwa zulma na nia yao ni kutupeleka mbali na dini yetu lakini e mungu wetu kwa fadhili yako hii ni hali yetu kwamba wao kila mara wanapopanga mpango fulani sisi tunabatilisha mpango wao toka umbali na tunakataa kuingia katika fitina yao na akisema abana abana mtume alikuwa akitamka kwa sauti ya juu na riwaya moja inasema kwamba mwishoni mwa shairi alikuwa anarefusha sauti yake kwa vyote vile uchimbaji wa handaki haukuwa kazi rahisi na kama maswahaba wengine mtume pia alikuwa akishiriki katika kazi hii mara alikuwa akichimba kwa sululu mara alikuwa akikusanya udongo kwa jembe na mara alikuwa akibeba udongo kwenye kapu siku moja mtume akachoka mno na kwa sababu ya uchovu mtume akaketi kisha mtume saa salam akaegemea mlima mmoja na mtume akapata usingizi hapo abubakar na hat umar raziallahu anhuma wakisimama upande wa kichwa cha mtume saa salam wakaendelea kuwazuia watu kupita karibu yake ili wasije wakamwamsha mtume saa salam mtume saa salam alipoamka baada ya muda akainuka haraka haraka na akasema kwamba kwa nini hamkuniamsha nilikuwa nimepata usingizi kwa nini hamkuniamsha na kisha mtume akachukua shoka kubwa na akaanza kuchimba handaki kwa sababu ya kushiriki kwa mtume saa salam na kwa sababu ya baraka zake na maombi yake masahaba walikuwa wameshasahau ghamu na uchovu wao upande mmoja shairi ilikuwa inasomwa na wakati huo huo mambo ya ucheshi pia yalikuwa yakiongelewa hivyo siku moja zaid bin thabit ambaye alikuwa kijana mwenye umri mdogo kwa wakati wa kuchimba handaki akalala kwenye handaki hapo rafiki yake mmoja akachukua vifaa vya uchimbaji na kwa kumtania akapeleka sehemu fulani alipomka akakuta vifaa vyake havipo na hapo akapata wasiwasi sana ila hali marafiki zake wengine wakaanza kufurahia hali yake mtume alipojua akamwambia zaid kwamba kijana wewe ulilala fofo mpaka hukuwa na habari ya vifaa vyako sawa na riwaya moja mtume akaja kwa zaid mwenyewe na akasema kwa tabasamu kwamba ewe mwenye kupenda usingizi na pamoja na hayo mtume akafanya islah
ya maswahaba zake akisema kwamba je moja wenu anayo habari ya vifaa vya zaid moja akasema kwamba ndio ninayo vifaa vyake ninavyo mimi nilikuwa nimevichukua mtume akasema kwamba hatutakiwi kumsumbua muislamu kwa njia hiyo kwamba silaha na vifaa vyake vichukuliwe kwa sababu ya juhudi endelevu za maswahaba usiku na mchana na kwa sababu ya baraka za maombi ya mtume handaki hii ilichimbwa waislamu kwa kuchimba handaki wakaimarisha vizuri na handaki ilichimbwa katika muda gani zipo riwaya mbalimbali siku 6 siku 10 siku 15 siku 20 na mwezi mmoja na kuhusu siku 15 na mwezi mmoja watu wameafiki zaidi umbali wa handaki ulikuwa ni takriban maili 3.5 upana wake ulikuwa ni mikono 9 na kina yake ilikuwa mikono 7 mkono moja unakuwa sawa na futi 1.5 na hivyo upana wake ulikuwa ni futi 13-14 na kina yake ilikuwa ni futi 10-11 handaki hii ikaendelea kubaki karne na karne na kisha kwa sababu ya maji ya bonde la Bathan pole pole ikaanza kuisha. Bathan ni bonde mashuhuri katika Madina na mengine ni bonde la Aqiq na Kina. Sehemu fulani ya handak watu walikuwa wameijaza ili waweze kutengeneza njia za kuvuka na sehemu iliyobaki ya handaki ikajaa na udongo uliotoka kutoka bonde la Bathan. Mwanahistoria mashuhuri wa karne 6 hijria mwanahistoria wa Madina Hafiz ibn Najjar anaandika kwamba ama kuhusu handaki hadi leo pia ipo lakini imeshika sura ya bwawa moja au mto moja. Ukuta wake umekusha bomoka kutoka sehemu nyingi na miti ya mitende imekusha patikana ndani yake na mwanahistoria wa karne 9 ya hijria anasema kwamba hakuna kitu kilichobaki kutoka handaki isipokuwa anasema kwamba tunaweza kujua sehemu iliyo ambapo ilikuwepo handaki kutoka mto huo kwani hiyo ni sehemu ya bonde la Bathan. Imeandikwa kwamba siku hizi katika Madina zilikuwa na wasiwasi kubwa sana na hatari. Wanafiki kwa kutengeneza uzuru walianza kurejea makwao na kwenye nyumba zao, lakini jaziba ya maswahaba ilikuwa yenye kusifiwa. Watoto kina mama pia walikwepo ili kuwasaidia na wake watukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika muda huu mgumu walikuwa wamesimama pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam bega kwa bega. Handaki kwa kuwa ilikuwa inachimbwa nje ya Madina, hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda mwingi alikuwa anabaki pale pale, na wanawake wa Madina watoto walikuwa wamehamishwa katika ngome madhubuti za Madina. Hata Aisha alikuwa anamjia mtume na alikuwa anaishi kwake siku kadhaa, kisha Mtume Salama alikuwa anaishi na kuishi kwake kwa siku kadhaa, na kisha Zainab pia alikuwa anaishi sawa, alikuwa anakuja kuishi kwa mtume sawa na zamu yake, na watu wake zake wengine watukufu walikuwa wamehamishwa katika ngome ya Banu Harisa. Wengine wamesema kwamba walikuwa wamepelekwa katika ngome ya Banu Zurek, na wengine wamesema kwamba baadhi ya wake watukufu walikuwa katika Fare, na Fare ilikuwa ni ngome ya Hasan bin Thabit. Wakati wa kuchimba handaki matukio mbalimbali na miujiza pia ikatokea. Tukio moja ambalo linasimuliwa ni hili ya kwamba wakati wa kuchimba handaki maswahaba wakakuta ardhi ngumu sana na mwamba mgumu, na wakajaribu sana kuchimba lakini wakashindwa. Kisha wakaja kwa mtume na wakamwambia. Mtume akashika sululu na akapiga kwenye sehemu ile, ardhi ile yenye changarawe na ikiwa ngumu ikashika sura kama ni mchanga.
riwaya moja inasema mtume akaagiza maji na akatia mate kwenye maji na kisha akamwomba mungu dua na kisha akamiminia maji juu ya ardhi ile na maswahaba walikwepo baadhi yao wanasema kwamba tunaapa kwa dhati ambaye amemtuma mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ukweli kwamba mtume alipomiminia maji ardhi ile ikawa laini mithili ya mchanga. Tukio jingine ni tukio ambapo mtume alikuwa amepewa habari mbalimbali njema. Tukio la kwanza lilikuwa ni la kumiminia maji na hili ni tukio ambapo mtume alikuwa amepewa habari njema za kupatikana kwa falme. Imeandikwa hivi kwamba Salman Farsi alishindwa kuvunja sehemu moja ya ardhi au mwamba. Hapo mtume sallam akachukua sululu kutoka Salman. Salman aliposhindwa kuvunja sehemu ile, mtume akachukua sululu kutoka kwake akapiga juu yake. Hapo mwanga ukatoka misili ya radi. mtume akasema allahu akbar na baadhi ya maswahaba waliosimama pamoja naye wakasema allahu akbar na sehemu yake moja ikavunjika. kisha mtume akapiga mara ya pili na mwanga ukatoka na mtume akasema allahu akbar na sehemu nyingine ya mlima ikavunjika. kisha mtume akapiga mara ya tatu na sehemu iliyobaki ya mwamba pia ikakatika na mwanga pia ukatoka. mtume akasema allahu akbar. maswahaba pia kila mara wakasema allahu akbar. Salman Farsi ambaye alikuwa amesimama karibu akasema kwamba ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ulipokuwa unapiga kwa sululu kutoka mwamba, mwanga moja ulikuwa unatoka na wewe ukasema allahu akbar. hapo mtume akasema kwamba e Salman, je, uliona mwanga ule? ye akasema kwamba ndio, nilikuwa nimeona mwanga ule. hapo mtume sallam akasema kwamba mara ya kwanza mwanga ulipotoka mimi nilikuwa nimeonyeshwa majumba ya Hira na Kisra na Jibrail akaniambia kwamba umati wako utayateka. mara ya pili nikaonyeshwa majumba mekundu ya ardhi ya Roma na Jibrail akanipa habari kwamba umati wako utayateka. na mara ya tatu mwanga ulipotoka nikaonyeshwa majumba ya Sanaa na Jibrail akasema kwamba umati wako utawashinda. hivyo muwe na habari njema. na wote wakasema alhamdulillah, ahadi ni kweli. mwenyezi mungu baada ya ugumu na ziki ametuahidi ahadi ya msaada. na mtume akaanza kuwasimulia alama za majumba ya Fars. hapo Salman akasema ewe mtume wa Allah, umesema kweli, kwa kweli hizi ni alama zake. Salman akasadikisha kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba mimi natoa ushahidi kwamba wewe ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ewe Salman, ushindi na mafanikio hayo Allah atawapatieni baada yangu. Siria itatekwa na Herakl atakimbia hadi nje ya nchi yake na nini mtashinda Siria na hakuna awezaye kupigana nani. na kisha mashariki itatekwa na Kisra atauawa na baada yake hakutakuwa na Kisra mwingine. wanafiki walikuwa wanawatania na wanafanya mzaha kwa Waislamu. na katika muda huo wa hofu na katika hali ya kukata tamaa kwa sababu ya nishani hiyo azim, waumini imani yao ilikuwa imeongezeka zaidi. katika historia imeandikwa ya kwamba katika muda huo wa msiba na shida na hofu, kwa sababu ya bishara hii imani ya waumini ilipanda juu na ikazidi, na alama hizi au bishara hizi zikawa sababu ya kuongeza imani yao. lakini wanafiki wakaanza kuwatania na kufanya mzaha. wanafiki wakasema kwamba Muhammad anawapatieni habari kwamba ye anaona majumba ya Hira na miji ya Kisra kutoka Yasrib na nini mtayashinda.
ilhali nini kwa ajili ya kuwasalimisheni mnachimba handaki na nini hamna hata nguvu ya kutoka nje ili muweze kwenda kujisaidia. Na hapo mwenyezi mungu ameeleza hali ya wanafiki katika aya hii aliposema waidh yaqulu lmunafiquna walazina fi qulubihim marazun ma waadana llahu wa rasuluhu illa ghurura. waidh yaqulu lmunafiquna walazina fi qulubihim marazun ma waadana llahu wa rasuluhu illa ghurura. Na wanafiki na wale ambao moyoni mwao mlikuwa marazi wakasema kwamba allah na mtume wake hawakutuahidi isipokuwa udanganifu tu. lakini wenye kuona wakaona kwamba katika miaka michache tu katika zama ya abubakar na umar majumba haya na miji hii yote ikatekwa na maswahaba hawa wakawa warisi wa majumba haya. Salman Farsi anasema kwamba mimi nimeshuhudia mafanikio hayo yote. Matukio haya ambayo ni ya kuvunja mwamba na miujiza iliyotokea, Bashir Ahmad pia ameeleza katika njia yake, anaandika ya kwamba katika hali ya ziki na shida, wakati wa kuchimba handaki ukatokea mwamba moja ambao ulikuwa hauvunjiki, na hii ilikuwa hali ya maswahaba kwamba wao kwa sababu ya njaa ya siku 3 walikuwa wamechoshwa sana. Mwishowe wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasema kwamba kuna mwamba ambao hauvunjiki. Wakati ule hiyo ndio ilikuwa hali ya mtume, kwamba kwa sababu ya njaa alikuwa amefunga mawe juu ya tumbo lake, lakini mtume akaenda huko na akishika sululu na kwa jina la allah akapiga juu ya mwamba ule. Kwa sababu ya upigo ya chuma, cheche moja ikatoka kutoka jiwe na mtume akasema kwa nguvu allahu akbar, na akasema kwamba nimepewa funguo za utawala wa Syria, na wallahi wakati huu mimi naona majumba mekundu ya Syria mbele ya macho yangu. Na hapo jiwe lile likavunjika kiasi fulani. Mara ya pili mtume akishika sululu akapiga juu yake na cheche ikatoka, na mtume akasema allahu akbar, na akasema kwamba safari hii nimepewa funguo za Faras na mimi naona majumba meupe ya Madain, na jiwe likavunjika kiasi fulani. Mara ya tatu mtume akapiga sululu na kisha cheche ikatoka, na mtume akasema allahu akbar, na akasema kwamba nimepewa funguo za Yemen, na wallahi wakati huu ninaonyeshwa milango ya Sanaa. Wakati yule jiwe lile la mwamba ule ukavunjika kabisa, na riwaya moja inasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kila mara alisema takbira kwa sauti ya juu, na kisha masahaba walipomuuliza mtume akawasimulia njozi hizi, na waislamu kwa kuondoa kizuizi hicho kwa muda wakaanza kufanya shughuli zao. Na manzari haya yalihusika na ulimwengu wa kiroho, kana kwamba katika muda huo mgumu Mwenyezi Mungu kwa kuwaonyesha waislamu manzari hizi za mustakbali akawapatia maswahaba tumaini. Lakini kizwahiri muda huu ulikuwa ni mgumu na wenye shida, kwamba wanafiki wa Madina kwa kusikia ahadi hizi wakawatania na wakafanya mzaha, wakisema kwamba waislamu hawana nguvu ya kutoka nje ya nyumba zao na wanaona ndoto za kupata tawala za Kaisar na Kisra. Lakini ahadi hizi zikapata kutimia juu ya wakati wake, zingine katika siku za mwisho za mtume, na zaidi zikatimia katika zama za makhalifa, na zikawa sababu ya waislamu kuzidi na kuongezeka katika imani. Al-Muslim pia ameandika, anasema kwamba handaki ilipokuwa inachimbwa, kutoka ardhi likatoka jiwe moja ambalo lilikuwa halivunjiki. Maswahaba wakaja kwa mtume na wakamwambia habari hiyo. Mtume akaenda huko na akishika sululu mkononi mwake akapiga juu ya jiwe lile kwa nguvu. Kwa sababu ya pigo
mwanga ukatoka kutoka jiwe na mtume akasema allahu akbar. kisha mtume akapiga sululu tena na mwanga ukatoka na mtume akasema allahu akbar. kisha mtume akapiga sululu mara ya tatu na mwanga ukatoka kutoka jiwe na jiwe likavunjika. hapo mtume akasema allahu akbar. maswahaba wakamuuliza ya rasulullah, wewe umesema allahu akbar mara tatu, sababu yake ni ipi? mtume akasema kwamba kwa sababu ya pigo la sululu mwanga ukatoka mara tatu, na zote mara tatu mwenyezi mungu akanionyesha ramani ya maendeleo ya islam yatakayotokea siku za usoni. katika mwanga wa kwanza nilionyeshwa majumba ya siria, yani utawala wa kaisar, na nikapewa funguo zake. mara ya pili nikaonyeshwa majumba meupe ya madain na nikapewa funguo za utawala wa faris, na mara ya tatu nikaonyeshwa milango ya sanaa na nikapewa funguo za utawala wa yemen. hivyo muwe na yakini juu ya ahadi za mungu na maadui hawezi kuwaleteni madhara yoyote. miujiza hii iliyoendelea kutokea, kulikwepo muujiza moja wa chakula, vile vile itakwepo miujiza mingine ya chakula, lakini tukio moja linasimuliwa hivi ya kwamba jabir bin abdullah alitayarisha chakula na chakula kile kikapata baraka. maelezo yake yanasema kwamba jabir katika siku zile zile, siku moja alimwona mtume kwamba kwa sababu ya njaa amefunga jiwe juu ya tumbo lake, na maswahaba pia wapo kule tangu siku tatu na hawakukula chochote. siku tatu zimepita na hawakupata chochote. jabir anasema kwamba mimi nikaomba ruksa kutoka kwa mtume ili kwenda nyumbani. mtume akaniruhusu. mimi nikaenda nyumbani na kumwambia mke wangu kwamba mimi nimeona alama za njaa juu ya uso wa mtume saa salam na mimi sikuweza kuvumilia hali yake. je, unayo chochote nyumbani? akasema kwamba ndio, katika nyumba kuna shairi kama kilo 2.5 na ni mtoto wa mbuzi. na mke wangu akatoa chombo kile kilichokuwa na shairi na anasema nikachinja mbuzi, na mke wangu akatoa shairi na mimi nikatia nyama kwenye chungu. mke wangu akasema kwamba kwa kuwa chakula ni kidogo hivi, umwambie mtume kimya kimya, isije ikawa hivi kwamba mimi nilazimike kuhisi majuto mbele ya mtume na mbele ya wenzake, yani watu wakiwa wengi na chakula kipungue. anasema kwamba mimi nikaja kwa mtume na kwa kimya kimya nikamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tunacho chakula kidogo, wewe sallallahu salam na pamoja nawe watu moja wawili muende kwa pamoja. mtume akatia vidole kwenye vidole vyangu na akasema kwamba ni kiasi gani? nikasema kwamba ni kiasi hicho. mtume akasema kwamba ni kingi na ni toyib, yani ni kitakatifu. nenda nyumbani ukamwambie mke wako kwamba yeye asiweke chini chungu mpaka nifike, na asianze kupika chapati. na mtume akawaita maswahaba zake kwamba eni watu wa handaki, jabir amewaandalia chakula, njoni. na mtume akaanza kutembea mbele ya watu na mimi nikahisi majuto kwamba mungu anajua hali yangu. nikasema moyoni kwamba watu wengi wamekuja, shairi yani kilo 2.5 na mtoto mmoja wa mbuzi, itakuwaje? wallahi mimi nitazalilika tu. mimi nikaenda kwa mke wangu na nikamsimulia kisa chote kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam anakuja na wahajiri na answar. mke wangu akasema kwamba nilikuwa nimekwambia kwamba umwambie mtume saa salam kimya kimya. mume wake akasema kwamba mimi nilikuwa nimemwambia kwa kimya kama ulivyosema. na mke akasema kwamba je, umewaalika wewe watu wengine au mtume? ye akasema kwamba mtume amewaalika. hapo mama huyo aliye na imani na ikhilasi akasema kwamba kisha usiwe na wasiwasi, allah na mtume wake wanajua vizuri zaidi, na hapo hatutakiwi kuwa na wasiwasi. hii ni imani ya mwanamke huyo aliyezidi kuliko mume wake katika imani na ikhlas. jabir anasema kwamba kisha mtume akaingia katika nyumba yetu na akasema kwamba watu 10 waingie ndani, yani watu waliokuwa wamekuja pamoja na mtume. mtume akasema kwamba waingie katika kundi la watu 10. na mke wa jabir
akatoa nje unga na mtume akafanya dua na akatia mate ndani yake na akafanya dua juu yake na kisha mtume akasema kwamba uanze kupika chapati na ufunike chungu na kisha utoe nje chapati kutoka tanuru na sisi tulifanya hivyo kama alivyosema tulikuwa tunatoa mchuzi nje ya chungu na tulikuwa tunafunika na kisha tulikuwa tunatoa nje ya tanuri chapati na tulikuwa tunafunika mtume alikuwa anafanya vipande vya chapati na alikuwa anatia mchuzi na nyama juu yake na alikuwa anawapatia masahaba na alikuwa anasema kwamba kuleni kundi moja lilipokuwa lina shiba walikuwa wanaondoka na alikuwa anawaita wengine mpaka watu 1,000 wakala chakula kile na wote wakaondoka na chungu yetu ilikuwa na nyama na mchuzi ndani yake na unga pia ulikuwepo mtume akasema kwamba nini muule na pia muwatumie watu wengine kwani watu wengi wana njaa sana Bashir pia ameandika tukio hili kama hivi ya kwamba sahaba moja mwenye ikhlas Jabir bin Abdullah aliona athari ya njaa juu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya uso wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akamwomba ruksa ili kwenda nyumbani akaja nyumbani na akamwambia mke wake kwamba mimi nimeona kwamba mtume ana shida kubwa sana ya njaa je unayo chochote chakula iye akasema ndio kuna unga wa shairi na mbuzi moja Jabir anasema kwamba hapo nikachinja mbuzi na nikatengeneza unga na kisha nikamwambia mke wangu kwamba utayarishe chakula mimi naenda kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba aje nyumbani mke wangu akasema kwamba angalia usije ukanizalisha chakula ni kidogo sana watu wengi wasije wakaja pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam Jabir anasema nikaenda na nikamwambia mtume kwamba ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam nina nyama na unga wa shairi na nimemwambia mke wangu kwamba aandae chakula wewe uende nyumbani kwangu pamoja na maswahaba zako wachache na ule chakula mtume akasema kwamba ni kiasi gani chakula nikasema kwamba ni kiasi hicho mtume akasema kwamba ni kingi kisha mtume sallallahu alaihi wasallam aliangalia upande wa kulia na kushoto na akawaambia maswahaba ni kundi la ansar na wahajiri twende Jabir ametuandalia dhifa mwende mkale chakula hapo juu ya sauti yake maswahaba 1,000 wakawa pamoja naye mtume akasema kwamba nenda nyumbani na umwambie mke wako kwamba yeye asiondoe chungu kutoka jiko mpaka nifike na asianze kupika chapati mpaka nifike Jabir akaenda kumwambia mkewe na huyu akashikwa na wasiwasi kwamba chakula ni cha watu wachache tu na wanakuja ni wengi sasa itakuwaje lakini mtume alipofika huko akafanya dua juu ya chungu na juu ya chombo cha unga na kisha akasema sasa uanze kupika chapati na kisha mtume akaanza kugawa chakula polepole Jabir anasema kwamba mimi na hapa kwa dhati ambaye uhai wangu mkononi mwake kwamba watu wengi wakala na wakashiba na bado chungu yetu ilikuwa inachemka na unga ulikwepo pale pale yapo matukio mengine ya vita ya ahzab nitakayoeleza siku za usoni naendelea kuwaambia wahamadia kuhusu dua na maombi muendelee kufanya maombi mungu aimarishe imani yetu kila sehemu kila nchi wahamadia waishio nchini bangladesh pakistan mwenyezi mungu awasalimishe kutoka kila shari na pia dunia ambayo inaendelea kuingia kwenye moto kwa haraka sana mungu aisalimishe mungu awarehemu wote mwenyezi mungu ambaye ni mmiliki wa nguvu zote ikiwa watu hawa waanze kujirekebisha basi mwenyezi mungu anaweza kuwaondolea shida zao na matatizo yao mungu afanye kwamba watu hawa wapate akili na uelewa الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر